Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya Rigathi Gachagua amezitaka jamii za kimataifa kuwekea vikwazo rais wa Kenya William Ruto kwa tuhuma za kuchochea mizozo nchini Sudani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kulinda maslahi yake ya kibiashara. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha KTN, Gachagua alidai kuwa Rais Ruto anashirikiana na wanamgambo wa RSF wa Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo Hemit, pamoja na viongozi wa kundi la waasi la M23 naloungwa mkono na Rwanda kwa lengo la kulinda mtandao wa biashara dhahabu. Nataka kuomba jamii ya kimataifa wazingatie hali hii nchini kwetu. Hatutapata amani wala usalama katika eneo hili endapo hatutamdhibiti Rais William Ruto ambaye amejaa ubinafsi na tamaa kujinufaisha kibiashara katika kanda hii, alisema Gachagua. Aliongeza, kwa vifo vinavyotokea Sudan, kamanda halisi wa RSF si Hemet bali ni William Ruto, kwa sababu ili harakati yoyote ifanikiwe inahitaji rasilimali. Pesa za dhahabu zinazotokana na Kenya zinatumika kununua silaha na kuua wanawake na watoto. Kauli hiyo inatolewa siku moja baada ya serikali ya Sudan inayoongozwa na jeshi kupinga mkutano uliopangwa kufanyika London, ikikosoa kutoshirikishwa kwake na mwaliko wa Kenya, Umoja wa Falme za Kiarabu na Chad, nchi ambazo Sudan inazishutumu kushiriki katika mzozo huo. Mnamo mwezi Februari, Sudan ilishutumu Kenya kwa kuwezesha makundi yanayohusiana na RSF kusaini mkataba wa kisiasa kwa ajili ya kuanzisha serikali mbadala. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri hadharani kwa mara ya kwanza kwamba vikosi vya Ukraine viko katika eneo la Belgorod nchini Urusi. Katika hotuba yake aliyoitoa Jumatatu, Zelensky alisema, tunaendelea kufanya operesheni za kijeshi katika maeneo ya mipakani kwenye ardhi ya adui, na hiyo ni haki kabisa. Vita lazima virejee mahali vilipotokea. Kauli hii pia ilihusiana na eneo la Krushki ambapo Ukraine inashikilia sehemu ndogo baada ya shambulizi kubwa mwaka jana. Ingawa Moscow imechukua tena udhibiti wa sehemu kubwa eneo hilo. Zelensky alifafanua kuwa lengo kuu la operesheni hizo ni kulinda maeneo ya mipaka ya Sumi na Kharkiv na kupunguza shinikizo katika maeneo mengine ya mstari wa mbele, hasa katika eneo la mashariki la Donetsk. Jeshi la Urusi liliripoti mwezi uliopita kwamba Ukraine ilijaribu kuvuka mpaka na kuingia kwenye eneo la Belgorod, lakini walidai kuwa mashambulizi hayo yalizuiwa kwa mafanikio. Rais Zelensky alithibitisha kuwa operesheni za kijeshi za Ukraine katika maeneo ya Kursk na Belgorod ni sehemu ya juhudi za kulinda nchi yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mnamo tarehe 18 ya mwezi Machi, Zelensky alikiri kwa njia isiyo moja kwa moja kwamba vikosi vya Ukraine viko kwenye eneo la Belgorod, akisema kuna operesheni inayoendelea huko. Alipoulizwa kuhusu taarifa za Urusi zinazosema kuwa vikosi vya Ukraine vilijaribu kuingia sehemu ya magharibi ya Belgorod bila mafanikio. Taarifa za hivi karibuni kutoka kwa wanablog wa kijeshi wa Urusi zinaonyesha kuwa vikosi vya Ukraine vinajiondoa kutoka eneo la Demidovka, likionyesha kuwa operesheni za Ukraine katika eneo hilo ni za kiwango kidogo ukilinganishwa na zile za Kursk ambapo Ukraine ilishinda vijiji vingi ikiwemo mji wa Sudza. Hali hii pia inaweza kumaanisha kuwa Ukraine inatumai kubadilishana maeneo ya Urusi inayoshikilia kwa sehemu ya maeneo ya Ukraine yanayoshikiliwa na Moscow katika mazungumzo yoyote ya amani ya baadaye. Wachambuzi wa vita hasa kutoka Ukraine na magharibi wamehoji ufanisi wa kijeshi wa operesheni hizo za Ukraine kwenye ardhi ya Urusi, wakibaini idadi kubwa ya majeruhi na changamoto za upatikanaji wa silaha. Tukitoka huko nchini Ukraine sasa tuelekee nchini China, ambapo China imesema itapambana vilivyo na nyongeza mpya ushuru kutoka kwa Marekani, huku mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi kiuchumi duniani yakiwa karibu kuingia katika vita vikali vya kibiashara. China imeshutumu Marekani kwa manyanyaso baada ya Rais Donald Trump kusema atatangaza nyongeza nyingine ya 50% juu kwa bidhaa kutoka China iwapo nchi hiyo haitabatilisha uamuzi wake wa kuziongezea ushuru bidhaa za Marekani. Kwa upande wake, Wizara ya Biashara ya Beijing imesema kuwa haitakubali kamwe kushinikizwa na Marekani na kuapa itapigana hadi mwisho. Ushuru huo mpya unaweza kuacha baadhi ya makampuni ya Marekani yanayoleta bidhaa fulani kutoka China kukabiliwa na ushuru wa 104%. Licha ya Vietnam kuathirika zaidi na ushuru wa Trump, Waziri Mkuu wa Vietnam Pham Minh Chinh amesema nchi hiyo itanunua bidhaa zaidi kutoka Marekani, zikiwemo bidhaa zinazotumika kwa usalama na ulinzi. Kwa uagizaji wa magari kutoka Japani na kile kinachojulikana na ushuru wa 24% kwa bidhaa zingine za Japan, Rais Trump amesema hana nia kusitisha nyongeza alizozitangaza kwa karibu kila nchi duniani licha ya masoko ya hisa kuporomoka. Mwisho wa rubaa za kimataifa, mimi ni Awadhi Rashidi.